natamani niseme na wewe kwa habari ya mwanamke na moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Naomba tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 15 na wa 16. Twende pale. Na mtu mwingine atusaidie afungue Mathayo sura 28 mstari wa 19 na ule wa 20. Yesu anaongea na wanafunzi wake. Anawaambia, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Hilo ni agizo kuu. Na mimi hapa nazungumza habari ya mwanamke na moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ni umisheni. Moyo wa Mungu ni kuwaleta watu kwa Yesu. Sema amen. Sema tena amina. Mungu anapoona wenye dhambi wamefikiwa kwa injili, Mungu anapoona waliopotea wanarejeshwa zizini, Mungu anajisikia vizuri, na huo ndio moyo wake. Haleluya, haleluya. Kwenye Biblia kuna vitu vinaitwa vipaumbele, na kuna vingine ni vya muhimu lakini sio vipaumbele. Kwenye maisha yetu ya kawaida, unapoanza mwaka au unapofika mwisho wa mwaka, kuna familia huwa zinakaa chini, na kuna kina mama huwa wanakaa chini, wanafanya maombi kwa ajili ya mwaka unaoanza. Wanamuomba Mungu. Akishamaliza kuomba, anachukua kalamu na daftari, halafu anaanza kuandika mipango ya mwaka huo. Akisha kuiandika mipango yake ya mwaka huo, halafu anasema, katika mipango yangu hii natamani nianze na jambo hili, halafu lije jambo hili, halafu lije jambo hili, halafu lije jambo hili. Kwa hiyo anaandika orodha kulingana na vipaumbele vyake. Tuko pamoja wapendwa? Kwa mfano, huyu mama anaweza kusema, mwaka huu natamani Mungu akinifanikisha ninunue gari aina ya Land Cruiser. Jambo la pili, Mungu akinifanikisha nitanunua kiwanja maeneo ya Bunju. Mungu akinifanikisha tena nitajenga nyumba maeneo ya Tegeta, nyumba ya kupangisha. Halafu namba 4, nitalipa ada za watoto wangu. Halafu namba 5, nitanunua magauni 3 kwa mwaka. Halafu namba 6, nitasuka mara 6 kwa mwaka. Anaorodhesha pale. Halafu anaandika na bajeti yake kule mbele. Halafu akiangalia ile orodha, anaona kusuka sio kipaumbele, kununua magauni sio kipaumbele, kujenga nyumba sio kipaumbele. Ni ya muhimu lakini sio kipaumbele. Kipaumbele kwenye haya mahitaji yangu ni kulipa ada za watoto, anaweka namba 1. Kipaumbele kinachofuata ni kununua kiwanja kwa sababu naishi nyumba ya kupanga, anaweka namba 2. Kwa hiyo anaipitia mipango yake na kuweka vipaumbele. Sasa kipaumbele cha Mungu, kipaumbele cha Mungu kwa wanadamu ni roho zilizopotea. Sema amina. Sema amina. Kuna mtu hajanielewa, narudia tena. Kukiwa na watu wawili wamelala kitandani, huyu anaumwa anahitaji uponyaji, anaumwa kimwili anahitaji kuponywa, na huyu anaumwa kiroho hajaokoka. Mungu haanzi kumwangalia huyu anayeumwa kimwili, Mungu anamwangalia mgonjwa wa kiroho. Hicho ndio kipaumbele cha Mungu. Kipaumbele cha Mungu ni mambo ya umilele dhidi ya mambo ya muda ufupi. Ni mambo ya rohoni dhidi ya mambo ya mwilini. Sema amina. Na huo ndio moyo wa Mungu. Mungu anawaza juu ya umilele. Wanadamu tunawaza juu ya mambo ya muda mfupi. Mungu anawaza juu ya hatima yako baada ya maisha haya. Lakini wewe unawaza kesho, nitaamka nitakula nini? Na kuita mwanamke mwenzangu kwa jina la Bwana, tuamke. Moyo wa Mungu ni roho zilizopotea.
Kama tutarudi na kuzitafuta roho zilizopotea, Mungu atatukumbuka, Mungu atatubariki, Mungu atatuinua, Mungu atatutembelea. Haleluya, haleluya. Kipaumbele cha Mungu ni roho na sio mwili. Sema amen. Kama kuna mwanamke ananielewa, sema amina. Wanawake wengi tumepotea. Wanawake wengi tumepoteza lengo. Lakini kama tukijua lengo la Mungu, nataka nikuambie, hatutaishi maisha ya taabu tunayoyaishi. Hatutaishi maisha ya kuungaunga kama tunavyoishi. Kama tutaujua moyo wa Mungu, kwa hakika Mungu anataka nini kwenye maisha yetu, Mungu hakika atatubariki. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote ni ya ziada. Hayo mengine yote mtapewa. Tutapewa bila kuyataabikia. Tutapewa bila kuomba, maana yeye ni Baba. Tukitimiza wajibu wetu, Mungu atatujia. Sema amen. Mwanamke mwenzangu, uone moyo wa Mungu. Ona kama Mungu anavyoona. Waza kama Mungu anavyowaza. Mimi Mungu alinibariki watoto wawili. Mmoja tumempata mwaka 96 na mwingine tulimpata 99. Na kwa taaluma mimi ni muuguzi, ni nesi. Nimefanya kazi Lugalo hospitali miaka ya kutosha mpaka nilipoolewa. Niliacha kazi kwa ajili ya huduma. Katika miaka yangu hiyo, kabla ya kuingia kwenye ndoa na hata baada ya kuingia kwenye ndoa, sijawahi kutumia njia yoyote ya kuzuia kupata mimba. Sijawahi. Nasikiaga tu, na mimi nimekuwa nikiwasaidia wengine nikiwa nafanya kazi hospitali. Lakini sijawahi. Mungu katika hekima yake akamchukua mtoto mmoja. Tukabaki na mmoja. Nikaionja joto ya jiwe. Nimetembea hospitali zote za Dar es Salaam, kubwa na ndogo ndogo, ili wanisaidie nipate mtoto, ikashindikana. Kwa hiyo nikapita barabara kidogo wanayopita wanawake ambao hawajapata watoto. Nikaonja kumbe wanawake wasio na watoto hivi ndivyo wanavyoteseka. Nilifika mahali nikamwomba Mungu, nikasema Mungu nichukue ili mume wangu aoe kwa halali kanisani, apate mke wa halali, apate watoto. Nikaomba vibaya. Mara nyingi huwa tunaomba vibaya. Na mimi nikaomba vibaya. Nikaona kama Mungu ameshindwa kunipa mtoto. Nikatafuta njia ya mkato ili tupate mume wangu apate watoto na mtoto wangu apate ndugu zake. Kumbe ilikuwa ni njia mbaya. Sikia nikwambie, nilipojua nimeomba vibaya, nikarudi nikamwambia Mungu nisamehe. Si unajua mimi nina mapungufu katika kuwaza, nina mapungufu katika kufikiria. Mungu nihurumie, unisamehe. Najua Mungu unaweza kunipa mtoto. Baadaye Mungu akanitendea muujiza, tukapata mtoto. Sikia nikwambie mwanamke mwenzangu, yawezekana mimi nilipitia ile shida ili Mungu anifundishe kitu. Sasa tuna wanawake wengi matasa kiroho. Yaani hujawahi kumletea Mungu mtoto. Mwanamke na moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ni kuona mwenye dhambi mmoja anarudi. Moyo wa Mungu ni kuona aliyepotea anarudi. Biblia inasema katika kitabu cha Luka 19:10, anasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa hiyo moyo wa Mungu ni kumrejeza yule aliyepotea. Amina wanawake. Amina wanawake. Wewe unayesinzia, Bwana asifiwe. Tuangalie mambo machache ya kutusaidia tunapofanya wajibu wetu katika kuugusa moyo wa Mungu. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulifahamu ni hili: Yesu anatuita kabla ya kututuma. Yaani Yesu hawezi kukutuma wewe kwenda kufanya umisheni, kwenda kuwavuna roho za watu kabla wewe mwenyewe haujaokoka. Jambo la kwanza analolifanya Yesu ni kutuokoa. Ndio maana nimesema anatuita kabla hajatutuma. Wito wa kwanza ambao ndio wito mkuu ni wito wa mtu kutoka dhambini.
Huu wito wa uchungaji, wito wa unabii, wa kuwa nabii, wa kuwa mtume, sijui wa kuwa na nani, huu ni wito wa pili. Lakini wito wa kwanza namba 1 ni wa mtu kutoka dhambini. Kwa hiyo kabla Yesu hajatutuma kwenda kufanya umisheni, jambo la kwanza analolifanya ni kutuita sisi, ni kutuokoa sisi. Haleluya! Jamani, hiyo ni habari njema kwamba Yesu hatumagi watu kabla ya kuwaita. Kwa hiyo sisi tumeitika wito. Na kule kwenye kitabu chetu cha mwongozo, wale wanaosoma mwongozo, kuna kibwagizo cha WWK. Kuna wimbo wa WWK unaimbwa hivi: akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. Mimi sio muimbaji, mtanisamee, ndio maana sauti yenyewe imepinda hiyo. Kwa hiyo kuna kibwagizo cha wanawake kwamba Bwana akituita tutaitika. Sifa ya mwanamke ni kuitika. Kwa hiyo Yesu huwa hatumi kabla ya kutuokoa. Anaanza kutuokoa, anaanza kutubadilisha, anatutengeneza, anaondoa makando kando, anaondoa mambo yasiyofaa, anaondoa uchafu. Yesu akikuita, unapoitika, anakaa ndani yako. Ulikuwa mwanamke mlevi, anaondoa ulevi. Ulikuwa mzinzi, anaondoa uzinzi. Ulikuwa mtukanaji, anaondoa utukanaji. Ulikuwa na hasira, anaondoa hasira. Ulikuwa na dharau, anaondoa dharau. Ulikuwa na chuki, anaondoa chuki. Ulikuwa na masengenyo, anaondoa masengenyo. Haleluya, haleluya. Unapoitika ule wito mkuu, unaingia kwenye chumba cha operation. Haleluya. Mtanisamee, natoa mifano ile niliyoizoeaga mimi. Unaingia kwenye chumba cha operation. Mwanamke anapoingia kwenye chumba cha operation akiwa mjamzito, ameshindwa kujifungua, ameambiwa nyonga hii haiwezi kupitisha mtoto, anafanyiwa operation. Manesi wako wamemzunguka, daktari yuko pale kwa ajili ya operation. Angalia bwana, usingizi yuko pale, wanamuokoa yeye na mtoto wake, wanamfanyia operation vizuri kabisa, halafu wanamshona, halafu baadaye wanamwambia hongera, umepata mtoto wa kike. Wapendwa watu wa Mungu, lakini iko operation nyingine, wanaondoa mauvimbe, wanaondoa matakataka yale yasiyotakiwa ndani, halafu wanamshona tena, wanamwambia hongera, wewe ni mzima. Wapendwa, tupo kwenye chumba cha operation. Kabla Bwana hajatutuma, lazima atutengeneze, lazima atutengeneze, aondoe makando kando. Wanawake wa THG wengine wanasema wameokoka, lakini wana makando kando, lakini wana mambo yasiyofaa. Wameshika maiki wanahubiri, lakini wana chuki, ni waongo, wana hasira, wana tabia za kishetani, wana mfano wa utaua, lakini wanazikana nguvu za Mungu. Wamevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Hawako tayari kwenda na kuita kwa jina la Bwana. Kubali matengenezo ili Bwana akutume, ili Bwana akupeleke. Sema amina. Mwanamke wewe unanielewa? Mwanamke wewe unanielewa? Tupo kwenye miaka 13 ya moto wa uamsho. Mungu hatatumia malaika. Mungu ananitumia mimi mwanamke Agnesi kwenye kizazi changu. Mungu atakutumia mwanamke wewe kwenye kizazi chako. Lakini ili utumiwe na Bwana, lazima ukubali kutengenezwa. Lazima ukubali kuondoa makando kando. Lazima ukubali kuondoa yasiyofaa. Wako wanawake wanajifanyaga wana kiroho, akipiga magoti wa kwanza kunena kwa lugha, wa mwisho kunena kwa lugha. Ana misamiati ya kwenye Biblia kama yote, lakini mnafiki mkubwa, mchonganishi mkubwa, mzushi mkubwa, ana hila, ana fitina, hafai kwenye ufalme wa Baba. Mungu anapotuita, anatutengeneza kwanza, anatuchonga kwanza, anatubadilisha kwanza. Haleluya, haleluya. Kazi ya injili inakuwa nyepesi hata tusiposema. Watu nyuma yetu wanaokoka. Haleluya, haleluya. Wanawake wenzangu, Bwana asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mama mchungaji sio hoja. Hoja umetengenezwa, hoja umebadilishwa. Bwana anakaa ndani yako. Bwana amefanya nini ndani yako? Hiyo ndio hoja. Haleluya, haleluya. Kuwa mchungaji kama dada yangu pale sio hoja. Hoja Yesu amekaa ndani yako. Yesu amefanya nini ndani yako? Hiyo ndio hoja. Sema amen. Sema amina. Nilikuwa binti wa miaka 15 kasoro. Bwana amenipa neema ya kukaa kwenye hili kanisa. Nimeona vitu vingi. Nimeona ukweli, nimeona uongo, nimeona vinavyokaribiana na ukweli, lakini nimeona feki. Nasema kubali matengenezo. Kama unamtaka Yesu, kama unataka mbingu, kubali matengenezo ili tufikie moyo wa Mungu. Sema amen. Sema tena amina. Sema amina. Kama kivuli cha kina Petro kiliweza kuponya wagonjwa, kwa nini kivuli cha Agnes kisiponye? Maana yake kuna makando kando. Maana yake kuna mambo yasiyofaa. Unakaa kwenye daladala na mtu mwenye pepo, kuanzia hapo kituoni mpaka Kariakoo, wewe una shida bwana. Lazima mwenye pepo apige kelele, maana una moto, maana unaunguza. Lazima tukubali matengenezo. Sema amen. Wanawake tukipona, kanisa limepona. Wanawake tukipona, TAG imepona. Wanawake tukipona, taifa limepona. Wanawake tukipona, uzao wetu umepona. Sema amen. Wewe unasengenya, mtoto wako anakusikia. Mkimaliza sasa tuombe. Mnaomba kitu gani? Mnaomba nini? Mgeukie jirani kwa, unaombaga nini wewe? Yaani unasengenya na mtoto yuko hapo hapo na yeye anakusaidia kusengenya. Hafu kitoka hapo tufanye ibada. Mnamfanyia nani ibada? Kubali matengenezo. Yesu anatuita kabla ya kututuma. Na anapotuita anataka tubadilike. Nimesema wito mkuu ni wa mtu kumpa Yesu maisha yake. Tunapompa Yesu maisha yetu, tunakuwa sawa na alivyo Yesu. Tunaivaa sura ya Yesu. Tunakuwa na tabia za Yesu. Tunatembea kama Yesu. Tunaishi kama Yesu. Tunaongea kama Yesu. Tunaomba kama Yesu. Zamani kuna wimbo ulikuwa unaimbwa, nataka nifanane na Yesu moyo. Siku hizi tumeacha kwa sababu hatuna mpango wa kufanana na yeye. Mungu atusaidie sana. Nasema Mungu atusaidie. Siku za leo wanawake wagumu kumtolea Mungu umisheni kwa sababu hawajaitika. Hawako tayari kuitika. Anawaza, nimeenda kwenye kongamano, nimemwona mama mwangalizi ana bonge la mkoba, halafu michakumu kimeanza kukua munya. Yaani nitoe hii hela na mimi nikaanua tu mkoba kama ule, na mimi niwe natembea na mkoba. Hivi mkoba ni issue? Mkoba ni issue? Tukubali kuitika. Tukubali kuitika. Tuivae sura ya baba yetu. Mtu aliyekubali kuitika, jamani, pote ile apote. Nitatoa kopi. Mnajua tena huyu ni mwinjilisti. Nitatoa kopi, nitamletea mkurugenzi. Hata naweza nikamtumia akapata. Nitaandika, nitamtumia, mtapata, msijali. Bwana asifiwe sana. Tutakapo kubali kuitika, tutaivaa sura ya Mungu. Mungu anasema, na tufanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu watawale. Biblia inaposema Mungu anasema tufanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu, Mungu hafanani na mimi. Mungu hayupo na sura kama yangu mbaya namna hii. Mungu hayupo mweusi kama mimi. Mungu sio mfupi kama mimi, wala sio mrefu kama wewe, wala sio mweupe kama unavyojiona. Hana pua kama ya kwako. Haleluya, haleluya. Mungu anaposema tufanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu, maana yake tumfanye mtu awe na tabia kama za kwetu. Jamani, amina. Jamani, amina. Mungu anataka tuwe na tabia. Tunapoitika ule wito, tunakuwa na tabia kama za kwake. Anatutengeneza, anatubadilisha, anatuchonga, anatufinyanga. Tunakuwa na tabia kama ya kwake. Jamani, amen. Tukikubali Mungu anachotaka kwenye maisha yetu, tunamfanania baba kwa tabia zetu. Haleluya, haleluya. Hatutakuwa na tabia za baba wa jirani. Tutakuwa na tabia za baba yetu wa mbinguni.
Wanawake na waita kwa jina la Bwana, tumfananie Mungu kwa tabia zetu. Tumfananie Mungu kwa mienendo yetu. Yesu anakuja kulichukua kanisa, lakini atatudai wale ambao amewaweka kwenye mikono yetu. Mungu atusaidie. Tabia zetu, mienendo yetu inawakilisha Yesu wetu. Sema amen. Sema amina. Unazikuta hizi tabia kwenye kitabu cha Warumi, kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 22. Anasema tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Kumbe baba ni mvumilivu. Muulize jirani yako, wewe ni mvumilivu? Kumbe baba ana upendo. Muulize jirani yako, wewe una upendo? Mtu mwenye upendo anazaa mtu mwenye upendo. Biblia inasema mkiwapenda wanaowapenda mnapata thawabu gani? Wapendeni adui zenu, tena waombeeni kwa Baba wale wanao waudhi. Hili jambo ni gumu. Hutakiwi kumpenda anayekupenda tu, unatakiwa kumpenda adui yako. Ukimpenda anayekupenda huna thawabu, huna taji. Lakini ukimpenda anayekuudhi una thawabu na una taji. Hiyo ni sura ya Mungu. Mungu alitupenda tulipokuwa tungali na dhambi, akamtoa Yesu kwa ajili yetu. Anasema kwenye Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu atusaidie tuitike ule wito na kuivaa sura na tabia ya Mungu wetu. Sema amen. Mwanamke sema amina. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anaita kabla ya kututuma. Akituita anatutengeneza, anatuchonga. Tukishakuwa sawa sawa anatutuma, tunaenda kumfanyia yeye kazi. Tunakwenda kutimiza kile ambacho yeye anakitaka kwenye maisha yetu. Jambo la pili, Yesu hatuambii hivi. La kwanza nimekupa maandiko, sijakupa maandiko. Pale Yesu anatuita kabla hajatutuma, sijakupa maandiko Andika Mathayo sura ya 4 mstari wa 12. Mathayo 4:12 na Marko 2:14. Jambo la pili, Yesu hatuambii tufanye kile ambacho yeye hajakifanya. Hatuambii sisi tufanye kile ambacho yeye hajakifanya. Ishu ya kuishi moyo wa Mungu, ishu ya kutimiza kile Mungu anataka ni agizo la Bwana Yesu. Kwa hiyo jambo la pili, Yesu yeye hatuambii sisi tufanye jambo ambalo yeye Yesu hajalifanya. Tuko pamoja ndugu zanguni? Kila ambacho Yesu anatuambia yeye mwenyewe amekifanya. Ishu ya kuishi moyo wa Mungu, na tumekubaliana hapa moyo wa Mungu ni umisheni. Kwa hiyo ishu ya kuishi umisheni, yeye Yesu ndiye aliyekuwa missionary wa kwanza. Kwa hiyo hatuambii kitu ambacho yeye hajawahi kukifanya. Yesu aliacha enzi, aliacha mamlaka, akaacha utukufu, akaja duniani. Siku moja nilipata picha, japo sio ile picha halisi, lakini kwa muktadha wangu mimi wa huduma nilipata sehemu ya picha ya kile Yesu alichokifanya, na nikapanua mawazo kidogo, nikaelewa zaidi. Ngoja nikushuhudie. Point yangu hapa ni hii: Yesu hakuambii kufanya kitu ambacho yeye hajakifanya. Na nimesema Yesu ndiye missionary wa kwanza aliyetimiza au aliyegusa moyo wa Mungu pale alipoamua kuja duniani ili kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mtakumbuka wasomaji wa Biblia, Yesu alizaliwa wapi? Alizaliwa wapi? Wapi? Kwenye nini? Kwenye hori la ng'ombe, kwenye zizi la ng'ombe, si ndio hivyo?
Kwa nini alizaliwa kwenye holi la ng'ombe? Kwa sababu nyumba za wageni zilikuwa zimefanya nini? Zimejaa. Lakini tunasema Mungu yuko nyuma ya mambo. Kwenye kila jambo, kwenye kila tukio, Mungu yuko nyuma. Yawezekana nafasi ingepatikana, lakini katika utaratibu wa kiungu, Mungu aliamua kuzuia nafasi ili Yesu azaliwe holini, ili anipate mimi na akupate wewe mdengeleko mwenzangu. Kwa hiyo hatuambii tufanye kile ambacho yeye hajafanya. Siku moja nimeenda kuhubiri Morogoro, Ngerengere, vijijini ndani kabisa. Kuna kijiji kinaitwa Sangasanga, ukipita pale Ngerengere mjini unaingia huko. Kwa Wamasai, nimeenda kuhubiri Umasaini, wamenipokea. Mimi niko na biskuti, niko na maji ya kunywa na vya kutafuna tafuna nimebeba kabisa, yani school bag nimejaza maji vya kutafuna tafuna hivyo kama kawaida. Nimeenda nimepokelewa na wale watu wa Mungu, wanawake wa Kimasai. Wamenipokea vizuri. Wanaweka ugali kwenye sinia, mboga wanaweka bakuli moja, kwenye nyama mle kuna nzi wamefia humo, na wenyewe wamechemkia humo. Alafu kuna ugali hapa. Naanza kuwaza, hivi niseme nimeshiba au nile? Nawaza hapa ninakaa siku 5. Nikisema nimeshiba itakuwaje? Maana naamka nao, nalala nao, nashinda nao. Nikianza kutafuna tafuna vya kwenye begi, hawatanielewa, hawatanisikiliza. Ili wanisikilize, lazima nile ugali wao, nilale nao, ninywe maji yao. Sio kitu kidogo, ni mtihani mkubwa. Nikawaza, Yesu aliacha mbinguni kuzuri. Mbinguni ni kuzuri. Halafu akaja duniani, akaishi duniani pachafu. Watu tu wakiendaga Ulaya, utasikia Ulaya hakuna vumbi, Ulaya kusafi. Wanatunyali mpaka na vyakula vyetu. Kisa ameenda Ulaya amekaa miaka 2. Hivi nikisema kunyali, Mungu wangu mtanisamee. Wanatunyanyapaa. Bwana asifiwe sana. Wanatunyanyapaa, wanajiona wao ni madaraja fulani hivi. Hata humo ndani wanawake, kuna wanawake mnajionaga nyinyi ni madaraja fulani hivi. Kwa Yesu hakunaga daraja fulani. Kwa Yesu wote tuko sawa sawa. Sema amen. Sema amen. Labda kama una pepo au una roho chafu ndio unaweza kujiona wewe uko tofauti na wengine. Lakini mwanamke anayejielewa akanaga daraja bwana. Haleluya. Sema amen. Nikasema kama Yesu aliacha enzi, kama Yesu aliacha uzuri wa mbinguni, mimi ni nani? Mimi ni mavumbi tu, na mavumbini nitarudi. Haleluya. Ili wanawake hawa wanisikilize, lazima nikate ugali wao tena kwa furaha, nichomeke kwenye mchuzi wenye nzi, halafu niingize mdomoni, halafu ni usukume uende tumboni, ili nikisema Yesu anawapenda wanielewe. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu akanipa neema, nikala ugali wa Wamasai, nikala mchuzi wao wenye nzi. Sio nzi mmoja, wapendwa, kuna nzi mpaka wa kijani. Maana wale wanakunya nje ya nyumba tu, hapo unakuta mavi yako hapo. Bora umekunja pua. Nilikula mimi, sio wewe. Wewe inawezekana usile, lakini mimi nimekula. Jamani, Bwana asifiwe. Wale wanawake wakaniwekea maji ya kuoga. Siku ya kwanza nimelala bila sikuoga. Maji wanachota kwenye madimbwi, sio kwenye kisima, ni kwenye madimbwi. Mvua imenyesha, maji yametuama, wanachota hayo wanapikia, wanachota hayo tunakunywa, wanachota hayo mhubiri anaoga. Wameniwekea bafuni, nawaza niweke huku au nianzie huku? Nianzie wapi? Najiambia nikiweka huku naweka bakteria, nikiweka huku nafanyaje? Nikayawekea maji mkono, nikasema Bwana Yesu, huwa bakteria zote kwenye haya maji, mimi nitayaoga kwa jina lako. Maji maziwa si maziwa, chai ya maziwa si chai ya maziwa, yani maji yale ya barabarani ya kwenye madimbwi. Mungu ni mwema, nikaoga. Siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, siku ya 3 ikapita, siku ya 4 ikapita, siku ya 5 wakasema hatujawahi kupata mhubiri kama wewe mama, tunakupenda, karibu tena na tena uje utuhudumie.
Na nilipokuwa naondoka nikafungua begi langu, nikasema maji ya uzungu hayo chukueni, biskuti hizo chukueni, vyote nikawapa, nikaondoka na Yesu wangu. Hakuna lililonipata mpaka leo. Yesu hatuambii kufanya jambo ambalo yeye hajalifanya. Hatutwishi mzigo mzito ambao yeye hakuwahi kuubeba. Kila anachotuambia kufanya, yeye Yesu amefanya. Sema amen. Sema amina. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Jambo la tatu la pili. Jambo la tatu, Yesu anatuamuru tufanye yale ambayo yeye ameyafanya. Jambo la pili nimesema Yesu hatuambii tufanye kile ambacho yeye hajakifanya. Lakini jambo la tatu, Yesu anatuamuru tufanye yale ambayo yeye ameyafanya. Anatoa amri, anatuamuru. Anaposema nendeni, manake anatuamrisha. Mwanamke mwenye akili anapoondoka nyumbani kwake haachi maombi, anaacha amri. Sema amen. Sema amina. Kama sisi wanadamu tunatoa amri, Mungu ni zaidi. Kama sisi wanadamu tunatamani amri zetu zitekelezwe, Mungu ni zaidi. Bwana asifiwe sana. Mungu ametutuma, anasema enendeni. Kwa hiyo lazima twende tukafanye kile Mungu anataka. Kuna siku Mungu atakuita, atasema haya, nilikwambia kahubiri. Atakudai damu ya huyo mtu. Tuko pamoja watakatifu wenzangu? Jambo la 4, Yesu hatuambii twende peke yetu. Kuna mambo mazuri, naomba usiondoke. Yesu hatuambii twende peke yetu. Kwenye ishu ya kutimiza na kugusa moyo wa Mungu, hatuendi peke yetu, tunakwenda na Yesu. Kwenye kugusa moyo wa Mungu, hatuendi peke yetu, tunakwenda na Yesu. Kwenye ishu ya umisheni, hatuendi peke yetu, tunakwenda na Yesu. Kwenye suala la kumtolea Mungu, hatutoi peke yetu, tunatoa kwa msaada wa Yesu. Mimi na mume wangu tumechagua maisha kumtumikia Mungu kwenye eneo la umisheni, na tunafanya umisheni, na tumemwona Mungu akitusaidia kwenye eneo la umisheni, na Mungu ametubariki sana kwa sababu tunafanya umisheni. Jamani, Bwana asifiwe. Siku moja nimeenda kwenye huduma Lindi na begi langu la nguo. Unajua wanawake tunavyopenda nguo. Nimeweka nguo ya Jumatatu, ya Jumanne, ya Jumatano, ya Alhamisi. Nimevunja kabati. Sijachukua tu, nimevunja kabati. Nimejaza begi mwanamke. Naenda huko na kasku nyingi, kwa hiyo nimelijaza begi kubwa kabisa, nimejaza. Mungu akanisemesha. Hilo begi nimejaza. Mungu akanisemesha, hizi nguo waachie watu wa Mungu huko. Yani suti zangu kabisa nzuri nimenunua Mlimani City, nikivaa na mimi naonekana mrefu, halafu naziacha huko. Mungu akanisemesha. Nimesema point yangu ni hatuendi peke yetu. Nikamtii Mungu, nikatoa nguo zote nikaziacha, nikabaki na gauni moja nilovaa. Nikarudi zangu Kibaha. Nimerudi Kibaha, ni kama vile Mungu alikuwa ameandaa mashariki, magharibi, kaskazini na kusini kuja kuniletea baraka pale nilipo. Yani nimepokea baraka mpaka jana, nimekuwa nikipokea baraka tangu mwezi wa 3. Mungu anatisha. Nasema Mungu anatisha. Hatuendi kwenye umisheni peke yetu. Hatugusi moyo wa Mungu kwa nguvu zetu. Tunagusa moyo wa Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sema amina. Kazi ya umisheni hatuendi wenyewe, tunakwenda na yeye mwenye kazi. Haleluya. Na unapokwenda na mwenye kazi, yule mwenye kazi atarudi na atakubarikia sana. Jambo la 5, Yesu anatuambia, nimekupa maandiko ya pointi ya 4. Andika Ibrania 13:5. Ibrania 13:5.
5. Pointi ya 4 hiyo. Pointi ya 3 maandiko yake yapo yale ya kwenye pointi ya 2. Hapa andika Ebrania 13:5. Hilo ni andiko la pointi ya 4. Halafu Yeremia 17:7. Ebrania 13:5 na Yeremia 17:7. Jambo la 5. Yesu anatuambia tutazame mashamba. Yohana 4:35. Yesu anatuambia tutazame mashamba. Wapendwa, mashamba ni roho za watu. Wanawake wenzangu, Yesu anaposema kwa habari ya sisi kutazama mashamba, maana yake mashamba yako tayari. Nani atakaye kwenda kuvuna kwenye hayo mashamba? Wanadamu wako tayari. Wanadamu wanamhitaji Mungu. Mimi na wewe yatupasa kuwa tayari kwa ajili ya kwenda kuvuna zile roho za watu. Tuseme amina. Tuseme tena amina. Siku moja nilikuwa nasafiri. Natoka zangu Kibaha naenda Dodoma nyumbani kwetu. Nimepanda Shabibi. Basi la Shabibi. Nimemtuma mwanangu ameenda kunikatia tiketi, mimi nimepandia Kibaha. Nilipoingia tu kwenye gari hivi, nikakutana na mbaba ameshiba kwenye ile siti ambayo mimi nakwenda kukaa. Yule mbaba amekaa kwenye corridor, hafu mimi nimekaa siti ya dirishani. Moyo kafanya pa. Sasa kwa nini moyo ulistuka? Nitakusimulia. Kwa hiyo nimeenda nimekaa zangu hivi, nikawasha kipupwe, hivyo kinanipiga pigia kidogo kidogo kwa mbali. Basi hali ya hewa ni nzuri, safari ni nzuri, magari yale hayakimbii sana wala haendi taratibu sana. Liko vizuri kabisa. Akaingia muuza maepo pale nilipopandia mimi. Alianza kuuza maepo, siti namba 1 kule anauzia, huko anakuja huko tulikokuwa tumekaa sisi. Alipofika pale tulipokaa sisi, yule baba yule bonge ameshiba kabisa, amejaa kiti mpaka amechukua na nafasi yangu. Akamwambia muuza maepo, nipe maepo 2. Yule mwenye maepo akamuuzia 2,200 akampa. Moyoni mwangu nikajua moja lake jingine la kwangu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo gari inaenda, akaniambia dada karibu wepo. Nikamwambia mimi sio dada, ufupi shida. Nikamwambia mimi sio dada, mimi ni mama. Akaniambia na mimi ni baba. Nikamwambia mimi ni mke wa mtu. Akasema na mimi ni mme wa mtu. Karibu nimekununulia. Nikamwambia nikisema silagi nitakuwa muongo. Na kulaga, lakini sitaki epo la kupewa na wewe. Akasema sasa nimekununulia nitalipeleka wapi? Nikamwambia mwekee mkeo. Akasema mke wangu yuko Dar es Salaam, mimi naenda Dodoma na wewe ni jirani yangu, tutakaa hapa karibu masaa 8. Kwa hiyo chukua. Nikamwambia sitaki. Nikamwambia mimi nimeokoka. Akasema na mimi na swali. Ushakutanaga na kinganganizi wa hivyo? Nikamwambia mimi nimeokoka. Akasema na mimi na swali. Nikamwambia mimi nampenda Yesu. Akasema na mimi nampenda Muhammad. Nikaona huyu atanisumbua huyu, subiri. Nikajikoki. Bwana asifiwe. Nikajikoki. Akaniambia sasa nitampa nani? Nikamwambia litunze, mpelekee mkeo. Nikamwambia unajua kinachokusumbua ni dhambi iliyoko ndani. Mimi unijui wala wewe sikujui. Kama na ukimwi utajuaje? Kama natumia dawa za kuongeza siku unanijuaje? Nikamwambia acha dhambi, kinachokutesa ni dhambi iliyoko ndani, ndio maana unampiga chenga mke wako. Lakini Yesu akiingia ndani hauwezi kumpiga chenga mke wako. Akaniambia punguza sauti. Nikajua kumbe dozi inaingia. Nikapandisha sauti. Nikasema wanaume wanaojielewa wapo kwa Yesu. Akasema dada nimeshakuelewa, punguza sauti. Nikasema uwe mwaminifu kwa mkeo, na ili uwe mwaminifu lazima umpe Yesu maisha.
Ndo nikaongeza sauti. Sasa mimi si nimezama kwenye siti za Shabibi, watu wanainuka hivi wamwangalie huyo mwanamke anayepiga kelele. Watu walipokuwa wananiangalia nikapata mbichwa, nikaendelea kuhubiri, nikasema dini haiokowi, dini haikati kiu ya dhambi. Yesu anaokoa, Yesu anakata kiu ya dhambi, Yesu anaondoa tamaa, Yesu ni mtambo wa kurekebisha tabia. Baba alipata shida yule. Yani kiti kilikuwa kimtoshi, anageuka hivi ananipa mgongo, anaona anaumia. Mimi naendelea, hanyamazi mtu hapa. Amefungulia redio. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Nikasema huyu dawa yake ni injili, hajawahi kupata injili huyu. Nikasema wanaume wanaojielewa ni wale wanaenda Dodoma lakini wanaheshimu wake zao, wanaenda Ulaya lakini wanaheshimu wake zao, wanaenda sijui wapi wapi wanaheshimu wake zao. Wewe ujielewi, na huyo Mungu unayemwabudu sio Mungu wa kurekebisha tabia, lakini Mungu wangu mimi anakupa heshima. Kama utampokea atabadilisha maisha yako. Nilikiwasha mpaka Morogoro kutoka Kibaha. Hasa unaweza ukapiga mahesabu ni masaa mangapi? Non stop. Naongea napiga kelele. Ashukuriwa Mungu hakuna aliyeninyamazisha. Na nilijipanga nikasema mtu akininyamazisha nalo na hama hapa na hamia kwake. Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Mashamba yameiva. Watu wana shida na Mungu. Tumefika Morogoro Msamvu, gari ikaingia. Abiria wakashuka, wengine wakapanda, tukaenda hotelini. Yule bwana hakurudi kwenye kiti. Aliomba msaada huko abadilishiwe kiti. Nikamwona mama mwingine amekuja, anasema mama sogea tukae. Nikamwambia kwani wewe nani? Kiti kile cha mbaba mmoja. Akasema ameniambia nije nikae hapa. Nikajua dozi imeingia. Jamani amen. Watu wanamhitaji Yesu. Mashamba yameiva. Kwa namna yoyote tutapeleka injili. Siku moja natembea njiani hivi, sinajua hapa Kibaha watu wananijua, ikaja gari ina bendera hivi, ikasimama. Nikakimbilia lift sio nzuri. Mimi niliapa, nikasema sitaki tena lift. Nimeenda kufungua mlango wa nyuma, ananiambia huo mlango mbovu, njoo mbele. Nikaenda mwenyewe, najua wananijua tu, mimi si mama mchungaji, wananijua. Kwenda kufungua mlango wa mbele, nikaruka hivi nikakaa. Dada unaitwa nani? Mimi sio dada, mimi ni mama. Ananiambia na mimi ni mme wa mtu. Unafanya kazi gani? Mimi ni mama mchungaji na mchungaji. Akasema na mimi ni ustaz lakini nafanya kazi ya ofisi hiyo hapo. Huku tunaenda napiga mahesabu. Sasa hapa akiloki gari mimi nitatokaje? Mwisho wa siku akaniambia naomba namba yako tuwe tunawasiliana. Nikamtajia namba ya mme wangu. Haleluya. Nikamtajia namba ya mme wangu, wakutane wenyewe huko juu, kwa juu watajuana wenyewe. Nikashuka, akanishusha, akaniambia nitakupigia. Nikamwambia tena ukipiga tu utakuwa umefanya vizuri, utanipata. Nikashuka. Nilivyoshuka mjinga hata hakubipu. Yeye aliamini nilivyomtajia. Nimeshuka, nikampigia mme wangu. Nikamwambia halo, nimekutana na fisi leo. Huyo fisi nimempa namba yako. Kwa hiyo akikupigia, akiuliza wewe ndio mwenye simu, wewe mwambie hivi mwenye simu anakuja, alafu mimi nitakupa full mkanda. Nilivyorudi, nikamsimulia. Akaniambia, alikuwaje? Alikuwa mrefu, mweusi. Mweusi uso wake mrefu hivi. Alikuwa na mwili, alikuwa hana. Alikuwa na mwili. Nauliza, jamaa alipopata zile details zote, alitafutwa yule mtu. Alitafutwa yule mtu mpaka alipatikana. Ilikuwaje mwakani? Nitamalizia ushuhuda. Mashamba yako tayari, twende tukavune. Bwana Yesu asifiwe. Hajirahisishi mtu hapa. Hachomoki mtu kwa Yesu hapa. Ama zake ama zangu zitapigwa tu. Shetani lazima apigwe. Katika kila kona atapigwa. Sema amina. Sema amina.
lazima zipigwe na shetani. Hata kama mwanamke una njaa, usikubali kumpa shetani nafasi. Hata kama unatembea uchi, usijiachie kwa shetani. Hata kama mambo hayaendi, usijiachie kwa shetani. Lazima tuzipige, lazima tuzipige. Uwezo tunao, nguvu tunazo. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunatoboa. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Shetani ni mbaya. Akirusha mshale kukuelekea mwanamke, wewe uliyejaa roho, unazipanchi namna hii, mshale unapita huko. Haleluya! Akipiga kushoto, unaenda namna hii, mshale unapita. Akipiga kulia, unaenda hivi, mshale unapita. Akipiga chini, unaruka, mshale unapita. Hapotei mwanamke, haanguki mwanamke, harudi nyuma mwanamke. Sisi ni mbele kwa mbele mpaka Yesu atakaporudi.